لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الأحبة، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من البدع ومن النار. يا أحبة، baada kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salamu Mtume sallallahu alayhi wasallama, kwanza kabisa hatuna budi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutujalia kuiswali swala hii ya dhuhuri tena kwa jamaa. Kwa hakika hii ni neema, na kwa neema hii tunatakiwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Ni wangapi ambao hawajaona umuhimu wa kuja kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, wakaendelea na kazi zao, wakaendelea na majukumu yao, lakini wewe ukaamua kuja kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa hakika hii ni neema. Lakini pili, hatuna budi kumshukuru Allah kwa kutujalia kubaki katika kikao hiki cha kheri, kikao cha kujifunza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kikao cha kukumbushana dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna mambo mengi tunaghafilika, kuna mambo mengi tunasahau kwenye durusi kama hizi na vikao kama hivi. Tunakumbushana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, tukiwa tunaendelea kukumbushana mambo ambayo ni ya kufanya katika masiku haya 10 ya mwezi wa Dhulhijja. Mambo ni mengi kwa hakika, kheri ni nyingi, ibada ni nyingi, lakini miongoni mwa mambo ya msingi kabisa ya kuyafanya katika masiku haya ni silatul rahimi, ni kuunga udugu. Katika masiku haya tuyatumieni katika kuunga udugu, tuyatumieni katika kuelewana, tuyatumieni katika kusuluhishana. Kuna watu wengi hawaelewani, kuna watu wengi wanachukiana, tena wakati mwingine watu wanachukiana biauhal asbabi, kwa sababu ndogo ndogo, kwa sababu ambazo si za msingi. Watu wanakuwa ni wenye kukata udugu. Kukata udugu ni dhambi mbaya, na kuunga udugu thawabu zake ni nyingi, thawabu zake ni kubwa. Muislamu unatakiwa uwe tayari kuunga udugu. Ndugu zangu katika imani, zimekuja dalili nyingi za kutuamrisha sisi na kutuelekeza kwamba tuwe ni wenye kuunga udugu na tusiwe ni wenye kukata udugu. Zimekuja dalili nyingi katika Qur'ani ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia zimekuja dalili nyingi katika maelekezo na mafunzo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Miongoni mwa aya ambazo zinatuelekeza sisi tuwe ni wenye kuunga udugu ni kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, wa idh akhadna mithaqa bani Israila. Kumbuka pale ambapo tulichukua ahadi kwa wana wa Israeli. Ahadi hiyo ni ipi? La ta'buduna illa Allah, msimwabudu isipokuwa Allah.
wa bil walidaini ihsana, na wazazi wawili muwafanyeni wema, wa dhil qurba, na kuwafanyia wema ndugu wa karibu kina saba, wal yatama, na kuwafanyia ihsani na kuwafanyia wema mayatima, wal masakini, na kuwafanyia wema maskini, wa qulu linnasi husna, na semeni na watu maneno mazuri, wa aqimu ssalata, na simamisheni swala, wa atu zakata, na toeni zaka, thumma tawallaytum wa antum mu'ridun, kisha mkatengeuka na hali ya kuwa nyinyi ni wenye kufanya upuzi, na hali ya kuwa nyinyi ni wenye kuyapuza hayo ambayo mlichukua ahadi kwamba mtayatekeleza. Kwa hiyo katika aya hii Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza ya kwamba watu wanatakiwa wawe ni wenye kufanyiana wema. Baada ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, wazazi wawili wafanyiwe wema, wazazi wawili waheshimiwe, wazazi wawili wafanyiwe ihsani, wazazi wawili wapewe matumizi, lakini pia na ndugu wa karibu pia wafanyiwe wema. Katika aya nyingine Allah subhanahu wa ta'ala anasema, yasalunaka madha yunfiqun, wanakuuliza kwamba wanatakiwa kutoa nini. Qul ma anfaqtum min khairin, sema uambie vile watakavyovitoa katika khairi, falil walidaini, ni kwa ajili ya wazazi wawili, wal aqrabina, na watu wa karibu, wal yatama, na mayatima, wal masakin, na maskini, wa bil sabil, na kwa ajili ya usafiri, wama tafalu min khairin, na jambo lolote mtakalolifanya katika khairi, fa inna Allaha bihi alim, hakika Allah subhanahu wa ta'ala ni mjuzi wa hicho mtakachokifanya. Ziko aya nyingi ambazo zinatuelekeza sisi tufanyiane wema, ndugu amfanyie wema ndugu yake, waelewane, lakini vile vile na kuwafanyia wema wazazi wawili. Miongoni mwa aya ambazo zinaelekeza hivyo, Allah subhanahu wa ta'ala alipokuwa anataja sifa za waja wema, sifa za watu wa peponi, akasema walladhina alipokuwa akitaja sifa za watu wabaya, watu wenye kwenda kinyume na maelekezo ya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah anasema walladhina yanquduna ahada Allah min ba'di mithaqihi, na wale ambao wanavunja ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kuunganisha ahadi hiyo, baada ya kuifungamanisha ahadi hiyo, lakini kafikia mahala wakawa ni wenye kuikata ahadi hiyo. Wayaqta'una ma amara Allah bihi an yusala, na wakakata yale ambayo Allah anataka yaunganishwe. Wayufsiduna fil ardi, na wanafanya ufisadi katika ardhi. Ulaika lahumul la'na, watu hao wana laana, wala hum su'ud dar, na watu hao watakuwa na mashukio mabaya, na watu hao watakuwa na nyumba mbaya ya kwenda kuishi huko akhera. Kwa hiyo katika aya hii Allah subhanahu wa ta'ala anawataja watu waovu, watu wabaya. Miongoni mwa sifa zao wanakuwa ni wenye kuvunja ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala, jambo ambalo waliafikiana na Allah subhanahu wa ta'ala na alisema kwamba atalitekeleza, akawa ni mwenye kulivunja na kulikata, lakini pia kuyakatisha yale ambayo, kuyakata yale ambayo wanatakiwa na Allah kuyaunga. Na kinachotakiwa kuungwa hapa, maulama wanasema ni kuunga udugu. Watu hao wanakuwa ni watu wabaya. Lakini pia zimekuja hadithi nyingi zinazotuelekeza sisi kuwa ni wenye kuunga udugu. Miongoni mwa hadithi hizo ni hadithi ya Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu, anna rajulan qala lin-nabiy sallallahu alayhi wasallam, akhbirni bima yudkhiluni al-janna, ya Rasulullah, niambie mimi mambo ambayo yataniingiza peponi. Ya Rasulullah, niambie mimi matendo, nikiyafanya matendo hayo
itakuwa ni sababu ya kuipata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, mtume akasema, ta'budu Allah, muabudu Allah. Hilo ndio la kwanza, muabudu Allah subhanahu wa ta'ala, wala tushriku bihi shay'a, na wala usimshirikishe na jambo lolote. Kwa mtume sallallahu alayhi wasallam akamuelekeza huyu bwana jambo la kwanza ambalo akilifanya itakuwa ni sababu ya yeye kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na pasina kumshirikisha na jambo lolote. Ibada pamoja na ushirikina, ibada hiyo huwa haikubaliki. Mtu anayemwabudu Allah subhanahu wa ta'ala alafu ni mshirikina, ibada yake haikubaliwi na Allah subhanahu wa ta'ala. Shirki na ibada hazikai pamoja hata siku moja. Kwa hiyo miongoni mwa mambo yatakayokuingiza peponi, muabudu Allah subhanahu wa ta'ala na wala usimshirikishe na kitu chochote. Ile la kwanza. La pili, watuqima salat, watuqimu salata, na usimamishe swala, watuuti zakata, na utoe zaka, watasilu rahimi, na uunge udugu. Mutafaqun alayhi. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamfahamisha bwana huyu kwamba mambo yatakayokuingiza peponi, la kwanza ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na pasina kumshirikisha na kitu chochote. Lakini la pili, kusimamisha swala 5. La tatu, kutoa zaka, ni sababu ya kuipata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo katika imani, kama tunahitaji pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, watu wanatakiwa wawe ni wenye kuunga udugu na wala wasiwe ni wenye kukata udugu. Katika hadithi ya Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Anas anasema, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, man sarrahu an yuqsata lahu fi rizqihi, anayetaka kukunduliwa katika riziki yake na Allah subhanahu wa ta'ala, anayetaka kupewa riziki na Allah, wa yunsa lahu fi atharihi, na vile vile kuongezewa umri wake, falyasul rahmahu, basi na aunge udugu wake. Wakati mwingine riziki zinakuwa ni ngumu kutokana na kwamba tuna tabia za kukata udugu. Riziki zinakuwa ni ngumu kwa sababu ya kutokuelewana. Mbaya zaidi, nafikia mahala mtu anakuwa haelewani na hata na wazazi wake vile vile. Ni mtihani. Inawezekana mzazi anaishi kijijini, anaishi katika mazingira magumu, ana watoto wake wanaishi mjini, lakini hawa watoto hawamwangalii mzazi au hawaangalii wazazi wao. Nakuta watu wako 10 au wako zaidi ya 10, wazazi wawili wamepambana, wameweza kuwalea wao wengi, lakini wao wengi wanashindwa kuwalea watu wawili au mtu mmoja aliyebaki. Kwa kweli hii ni hasara kubwa sana. Atakayepata hasara ni yule ambaye atawadiriki wazazi wake wawili au mmoja wao, na kisha isiwe ni sababu ya yeye kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mzazi wako ni sababu ya wewe kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, na mzazi wako ni sababu ya wewe kuingia katika moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa kama hauelewani na mzazi wako, kama haumpi matumizi mzazi wako au wazazi wako, wewe unafikiri utapataje kheri? Wewe unafikiri utapataje baraka na hali ya kuwa hauelewani na wazazi wako wawili? Ni jambo baya. Utapataje riziki na hali ya kuwa hauelewani na ndugu zako? Tena unasema sitaki hata kumuona huyu ndugu, akae mbali na mimi, sitaki hata kumuona. Ni mtihani kwa hakika. Katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, katika hadithi ya Abdullah ibn Salam, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, ya ayuha nasu, enyi watu, afshu salama, toleaneni salamu, salimianeni salamu ya kidini, wa at'imu ta'ama, na lishaneni chakula, wasilul arhama, na ungeni udugu, wasallu bil-layli wan-nasu niyam, na swalini usiku hali ya kuwa watu wengine wamelala. Tadkhulul jannata bisalam, mtaingia katika pepo ya Allah kwa amani kabisa. Mtaingia katika pepo ya Allah kwa
wa salama. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika maisha yake yote anatutakia kheri. Katika maisha yake yote anatutakia sisi tuingie katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, na anapambana kutuokoa na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa labda wewe Muislamu sasa uamue kwamba mimi nimekhtari kuingia motoni, lakini Mtume anakuelekeza mambo ambayo ukiyafanya ni sababu ya wewe kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katika hadithi hii Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, toleaneni salamu. Jambo la kwanza miongoni mwa mambo ambayo ni sababu ya sisi kuingia peponi ni kusalimiana. Lakini leo ni Waislamu wangapi ambao hawasalimiani? Muislamu na Muislamu wanapitana barabarani bila hata kusalimiana. Ukiwauliza sababu iliyowapelekea mpaka wananyamaziana ni nini, unaweza kukuta ni mambo ya ajabu kabisa. Watu hawasalimiani, hawatoleaneni salamu. Lakini pia inawezekana hao ni ndugu kabisa wa kuzaliwa, lakini hawaelewani. Lakini Mtume anakuambia toleaneni salamu. Jambo hilo ni sababu ya nyinyi kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini jambo la pili, wa at'imu ta'ama, na lishareni chakula. Unatengeneza chakula, unawaita ndugu zako katika imani kwamba leo lunch karibu nyumbani kwangu, leo chakula cha jioni karibu nyumbani kwangu. Lini Muislamu umewahi kulifanya jambo hilo, ukamkaribisha au ukawakaribisha ndugu zako katika imani au ndugu zako katika nasaba kwamba leo nimeandaa chakula kwa ajili ya kula sisi pamoja? Lini umefanya hivyo? Lakini hili pia ni miongoni mwa mambo ambayo yatatuingiza sisi katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tulishaneni chakula. Lakini pia wasilul arhama, na ongeni udugu. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam anakuelekeza kwamba uwe ni mwenye kuunga udugu, lakini wewe hauko tayari kuunga udugu, uko tayari kukata udugu, jambo ambalo halitakiwi na Allah subhanahu wa ta'ala wala halitakiwi na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha jambo la nne akasema, na swalini usiku na hali ya kuwa watu wengine wamelala. Hii pia ni sababu ya Muislamu kupata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ndugu zangu katika imani, tuunge udugu kwa ajili ya Allah. Ndani ya masiku haya tuache chuki ya milele. Wenye chuki ya milele ni Mayahudi na makafiri. Wewe Muislamu, kwa nini uwe na chuki ya milele pamoja na Muislamu wenzako? Au kwa nini uwe na chuki pamoja na ndugu yako wa kinasaba? Kwa nini ufanye namna hiyo? Kwa ndugu yako katika imani, yeyote ambaye anakata udugu hataingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katika hadithi ya Jubair ibn Mut'im radiyallahu anhu, Mtume anasema, la yadkhulul jannata qati'ur rahimi, hataingia peponi mtu ambaye ni mwenye kukata udugu, hataingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni mambo gani ambayo ukiyafanya itakuwa ni sababu ya kuunga udugu? Jambo la kwanza kabisa ni aziyaratu bi an tadhhaba ilayhim fi amakinihim, ni wewe kutoka nyumbani kwako na kwenda kuwatembelea ndugu zako, ima ni ndugu yako katika imani au ni ndugu yako katika nasaba. Jambo hili linaleta mapenzi, jambo hili linaunga udugu. Lakini unakuta kwamba watu wanaweza wakakaa miaka nenda rudi, na inawezekana wako katika jiji la Arusha wote hapa, lakini wanaweza wakakaa miaka hawajatembeleana, wako hapa. Hili si jambo jema. Miongoni mwa sababu au miongoni mwa mambo ambayo mkiyafanya itakuwa ni sababu ya kuunga udugu ni kutembeleana. Leo umekwenda kwa ndugu yako, umemtembelea, baada ya siku kadhaa na yeye vile vile anakuja kukutembelea nyumbani kwako. Usiende tu kwa ajili ya matatizo, mpaka litokea tatizo ndio unakwenda kwa ndugu yako. Kama hakuna tatizo hauendi. Hii si sawa sawa. Watu watembeleane kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu katika kutembeleana pia ni ibada. Unapomtembelea ndugu yako unapata thawabu na malipo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo watu watembeleane kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala.
Miongoni mwa mambo ambayo tunatakiwa kuyafanya ni musharakatuhum fi afrahihim, ni kushirikiana nao katika mambo yao ya furaha. Wanapopata jambo la furaha, shirikiana nao. Mfano, mtu amepata mtoto, basi unakwenda kwa ajili ya kufurahi na wao na kuwapongeza. Mtu ameozesha binti yake, ameozesha kijana wake, shirikiana nao, na vile vile nenda ukawapongeze, lakini pia uweze kuwaliwaza katika matatizo mbalimbali. Miongoni mwa mambo ambayo tunatakiwa kuyafanya kwa ajili ya kuunga udugu ni iyadatu mardahum, ni kuwatembelea wagonjwa wao. Inawezekana mtu ameuguza muda mrefu, haujaenda hata kumtembelea, na huenda yeye mwenyewe pia akawa ni mgonjwa, lakini haujafika kumtembelea. Hii ni aina ya kukata udugu. Mtembelee ndugu yako anapokuwa mgonjwa au anapokuwa ana mgonjwa. Miongoni mwa mambo ambayo ya msingi ya kuyafanya katika kuunga udugu ni ittiba'u janaizihim, ni kufuata majeneza yao. Anapokuwa amefariki, basi nenda ukafuata jeneza lake, nenda kwa ajili ya kuzika. Hii inaonyesha kwamba watu hawa wako pamoja. Miongoni mwa mambo ya msingi ya kuyafanya kwa ajili ya kuunga udugu, ijabatu da'awatihim, kuitika wito wao. Kuitika wito anapokuita katika jambo lake, na jambo hilo likawa ni jambo jema, jambo lenye thawabu, si jambo ovu, itika wito na nenda kwa ndugu yako kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa mambo ya kufanya ili tuweze kuunga udugu ni salamatu sabiri, fala tahmilu alhiqdi alayhim. Mtu hatakiwi kuwa ni mwenye kubeba chuki kwa ndugu zake, anawachukia ndugu zake, haelewani na ndugu zake, ana chuki na ndugu zake. Jambo hilo pia haifai. Miongoni mwa mambo ambayo tukiyafanya ni sababu ya kuunga udugu ni da'awatuhum ila alhuda, kuwalingania ndugu zako katika uongofu, kuwalingania ndugu zako wawe ni wenye kuswali swala 5, kuwalingania ndugu zako waache uovu, kuwalingania ndugu zako yawezekana ni walevi wanakunywa pombe, walinganie waweze kuacha pombe, walinganie waweze kuacha uzinifu, walinganie ili wawe ni wenye kuswali swala 5, walinganie, lakini pia wakataze yaliyokuwa mabaya. Ndio katika imani, matunda na faida zinazopatikana kutokana na sisi kuunga udugu. Faida ya kwanza ni sunatur rahimi sababun lidukhuli aljanna. Kuunga udugu ni sababu ya kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama tulivyoona katika hadithi ya Abu Ayyub al-Ansari kwamba mtu mmoja alimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, miongoni mwa mambo ambayo yatamuingiza peponi ni mambo gani? Mtume akamfahamisha, akamwambia kwanza umwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na usimshirikishe na kitu chochote, na usimamishe swala 5 na utoe zaka, lakini pia uwe ni mwenye kuunga udugu. Kwa hiyo miongoni mwa faida na matunda ya kuunga udugu ni kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Faida ya pili, silatur rahimi imtithalu li amri Allah subhanahu wa ta'ala. Kuunga udugu unakuwa unatekeleza amri ya Allah. Anayekutaka uunge udugu ni Allah subhanahu wa ta'ala na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo unapounga udugu unakuwa unatii Allah subhanahu wa ta'ala, unakuwa unatekeleza amri na maelekezo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Miongoni mwa faida na matunda ya kuunga udugu, sunatur rahimi, kuunga udugu tadullu ala al-imani billahi. Hiyo ni dalili ya kwamba mtu huyo ana imani ya kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa faida za kuunga udugu, sunatur rahimi sababun li ziyadati al-umri wa basti ar-rizqi. Kuunga udugu ni sababu ya mtu kuongezewa katika riziki yake, lakini pia kuunga udugu ni sababu ya mtu kuongezewa umri wake. Maulama wanasema katika kuongezewa umri hapa, wanasema kuongezewa umri ni kwamba inawezekana mtu akaishi umri mchache lakini amefanya mema mengi. Ameishi miaka michache lakini mazuri aliyofanya ni mengi kupita maelezo.
Kwa ndugu zangu katika imani, watu wanatakiwa walifanya jambo hilo kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, waachane na kukata udugu. Kwa kumalizia, sababu ambazo zinapelekea watu kukata udugu. Sababu ya kwanza ni al-jahlu bi fadli silati rahimi, ni mtu kuto kufahamu fadhila na thawabu na malipo anayoyapata mtu anapokuwa ameunga udugu. Mtu kuwa ni mjinga kuto kuyafahamu hayo, ndio utakuta mtu anakata udugu na anasema maneno hayo ya kukata udugu, anasema maneno mabaya bila kujali wala bila kuwa na uoga, bila kuwa na hofu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mtu kuto kufahamu malipo, fadhila, thawabu, lakini pia kuto kufahamu adhabu atakayoipata kutokana na kukata udugu, huyo mtu kukata udugu inakuwa ni rahisi. Kwa hiyo sababu kubwa ambayo inapelekea watu wengi kukata udugu ni watu kutokufahamu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa sababu za kukata udugu ni al-kibru, kiburi. Yaani unakuta mtu ana kiburi, kila anavyomwambia kwamba tuelewane na tufanye sulhu, turudiane na tushirikiane, anasema hapana, mimi sitaki. Allah hapendi, hata kama Allah hapendi mimi sitaki. Anakataa kwa kiburi alichokuwa nacho. Ima kiburi ni kwa ajili ya elimu aliyonayo, ima kiburi ni kwa ajili ya mali aliyonayo, ima kiburi ni kwa ajili ya nguvu alizokuwa nazo. Mara nyingi ndio mtu anakuwa hivyo, anakuwa na kiburi kwa sababu ya mali, ni tajiri. Mali yangu ndiyo itakayonisaidia kwenye matatizo yangu. Au mtu anakuwa na kiburi kwa sababu ya elimu, kwa bwana mimi ni msomi, huwezi kuniambia kitu. Au mtu anakuwa na kiburi kwa sababu ya nguvu alizokuwa nazo. Lakini miongoni mwa sababu za kukata udugu ni at-taqlidu lilwalidaini, ni kuwafuata wazazi wawili. Yawezekana baba yako alikuwa haelewani na watu fulani na wewe ukaendeleza kutokuelewana na watu hao, hata kama baba yako amefariki, hata kama yuko hai, kwamba mtu huyu kwa sababu haelewani na baba, na mimi vile vile siwezi kuelewana naye. Haya ni miongoni mwa mambo ambayo yanasababisha kukata udugu, kwamba baba alikuwa haelewani na mdogo wake, au baba alikuwa haelewani na mama yake, au baba alikuwa haelewani na baba yake, na mimi siwezi kuelewana na watu wote ambao walikuwa hawaelewani na baba. Hii haifai, na haya mambo watu wanatakiwa waache. Lakini miongoni mwa mambo ambayo yanapelekea watu kukata udugu ni alhasadu, husuda. Mtu anapomuona mwenzake amefanikiwa katika jambo fulani, anaweza kutamani ile neema iondoke, anamhusudu. Hii ni sababu ya kukata udugu. Lakini pia miongoni mwa sababu za kukata udugu ni adamul ihtirami, kuto kuheshimiana. Hakuna anayetaka kumheshimu mwenzake, kila mmoja ni mbabe, na wala kila mmoja hataki kumheshimu mwenzake. Hili linapelekea watu kuto kuelewana. Lakini miongoni mwa sababu za kukata udugu ni suu dhanni, ni kudhaniana vibaya. Yaani kila unapojitahidi kufanya jambo jema, ndugu yako anakudhania tu vibaya. Yeye anakudhania tu vibaya, dhana yake ni mbaya kwako wewe. Jambo hili linapelekea watu kukata udugu. Lakini pia miongoni mwa mambo ambayo yanapelekea kukata udugu ni an-namima tu, ni kuhamisha maneno. Unachukua maneno kwa huyu unampelekea huyu, unatoa maneno kwa huyu unampelekea huyu. Yaani mtu ni mbea. Mbea anaweza akasababisha watu wakawa si wenye kuelewana, wakawa ni wenye kukata udugu. Miongoni mwa mambo ambayo yanapelekea kukata udugu ni wanawake. Mke anaweza akakuweka mbali na wazazi wako. Mke anaweza akapelekea mpaka akakwambia mzazi wako ni mchawi, ananiloga. Mzazi wako huyu, bwana mimi sitaki, kama unataka kukana mzazi wako mimi niondoke. Au tuondoke tuhame hapa. Au muondoshe huyu mama hapa, mtoya. Mama anatolewa. Au wao wanaondoka wanakwenda wanakaa sehemu nyingine. Kilichomtoa ni nani? Mke. Mke hataki kukaa na mama yake na mume. Hataki. Au ndugu zake, hao ndugu zako ni wabaya. Wazuri ni ndugu zake tu. Ndugu zake wakija hakuna ubaya. Lakini ndugu yako akija ni kelele kila siku, maneno ya uongo. Hata kama amekuja kukusalimia, ndugu yako yule bwana alikuja kwa sababu ya shida, lakini asingekuwa na shida asingekuja. Ndugu yako ni mbaya.
Au nimemsikia ndugu yako akikusema vibaya kwa watu, anakusengenya, anakusema vibaya, anakutukana. Mke anaweza akasema maneno hayo kwa ajili ya kuwatenganisha na kwa ajili ya kuwafanya hawa wanandugu wasiweze kuelewana. Ndugu zangu katika imani, tuko katika masiku matukufu mno. Masiku haya tusiache yakawa ni yenye kupita hivi hivi. Miongoni mwa mambo ya kufanya ndani ya masiku haya ni watu kuunga udugu na watu kufanya sulhu. Kama mlikuwa hamuelewani, basi watu wasameheane kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tuache yote yaliyopita huko nyuma, watu waelewane kwa ajili ya kutafuta pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, na si kwa ajili ya jambo lolote. Tukifanya hivyo, kwa hakika itakuwa ni sababu ya sisi kupata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.